kama hivyo, lakini thamani ya klabu ya Simba ni kubwa kwa sababu kama leo hii Jairut wanaweka bilioni 38 kwa ajili tu ya jezi, na hapo ndani kwenye mkataba umeona kitu ambacho wanakifanya ni kwamba watawajengea Simba uwanja wa mpira wa miguu ambao utakuwa na capacity ya mashabiki 10,000. Unaona bana, lakini wakati huo pia bado watawapatia basi la kisasa kabisa aina ya Iriza. Kwa hiyo kuna vitu vinashtua kwenye ule mkataba. Mimi mwenyewe nilikuwa namwangalia yule mwamba wakati anazungumza, jamaa ila wanatoa wapi? Bilioni 38 mzee, sio mchezo, na imeshtua nchi kusema kweli kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi hatukutarajia. Tumeona Simba kwa msimu wao wakati anaingia Fred Vunjabei aliweka bilioni 2. Baadaye Sunderland the only one anaweka bilioni 4. Unaona kutoka bilioni 4 hadi bilioni 38 is no joke, ni hela nyingi sana, na hiyo ni kwa miaka 5, kwa maana Simba wana uhakika kwa mwaka kupokea bilioni 7 kila mwaka. Kwa hiyo niseme tu kwamba hiki ambacho Simba amekifanya kwanza ni kubwa sana kwa sababu wamekuza brand yao, wamepambana na klabu hiyo kwa sababu wamekuwa wakifika kimataifa, na hiyo yote ni kwa sababu wao wamekuwa na hiyo consistency ya kufika kimataifa, hasa kwa upande wa robo finali. Wameenda 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation, kitu ambacho vilabu vingine vinakuwa vina struggle. Tanzania alipewa priority. Sasa kama atafeli hapo, ina maana kuna watu wataingia hapa na kuja kutake over. So to me naamini katika vitu ambavyo anajua vitapalilia mkataba wake vizuri, vita flourish, yani litamwagilia maji vizuri, ni kujenga uwanja, lakini pia na kufanya vitu vya msingi. Mimi nataka tujadili hili kwa pamoja. Wakati akiondoka alisema kuna kitu ambacho atakwenda kuwapa furaha wana Simba, na katika kila mwisho wa msimu alisema kila mwanzo wa msimu atakwenda kusajili mchezaji mmoja ambaye wana Simba watakuwa na. Nani alisema? Yeye mwenyewe Jairut. Okay. Alipokuwa akizungumza. Kipaumbele sasa hizi kwa Simba ni kumuona namba 10 mzawa akitua katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Thamani ya mchezaji ni zaidi ya bilioni 1.2 kwa mujibu wa watu wa Simba linatoa thamani ya mchezaji wao. Wanaona mwekezaji anaweza kwenda kuwapa furaha wana Simba zaidi ya 1.2 kwa msimu unaofuata ambao wana Simba wanahitaji kipenzi namba 10 mzawa kutokea katika ardhi ya Tanzania. Swali lako liko nje sana. Swali lako liko nje sana of course, kwa sababu huyu ni mzabuni wa masuala ya jezi. Amekuwekea vipengele vyake, kuna vitu ambavyo atavifanya pale. Lakini kama Simba watakuwa wanahitaji msaada wa kusaidiwa, labda kumtafuta kumpata Faisal Salum, anaweza kufanya hilo, lakini to me sitaki kuamini kwamba hayo ni majukumu yake. Klabu ya Simba mwenye bilioni 20 zake ni Mohamed Dewji. When it comes kwenye kufanya swala la usajili na kutafuta mchezaji ambaye ana deserve kucheza kwenye klabu ya Simba kwa mafanikio na mataji, kwa sababu mara zote amekuwa akisema shabaha yangu ni kuona Simba inafika finali kuchukua ubingwa wa Afrika. Huwezi ukachukua ubingwa wa Afrika kama baadhi ya maeneo una magepu. Mfano eneo la namba 10 Simba, hiyo shida ipo. Jean Chaza huwa of course mchezaji wa namba, lakini hakupi uhakika wa kutoa pasi za mwisho katika mechi kubwa kama ambavyo. Kwa hiyo Faisal playmaker kwa sasa kwenye nchi. Nimesikia hapo katikati Yanga nayo sasa hivi anataka kumrejesha na vitu kama hivyo, lakini Simba wao tayari walishafika hadi kwa mzee Salim Said Bakresa. Bana tunamtaka kijana. Na Faisal Salum mapenzi yake sasa hivi yako Simba, anatamani sana aende Simba ili akanufaike zaidi kwenda kucheza zaidi katika hatua kubwa, hasa kwa upande wa michuano ya CAF. Kwa kwangu mimi naamini kama watahitaji msaada kwa Jairut wanaweza kupata, kwa sababu bilioni 1.2 kwa Simba ni hela ndogo. Imagine huyu hapa mwamba anaweka bilioni 38. Sasa wakichukua tu kipande kidogo pale wakatupia pale kwa ajili ya kumweka Faisal na shindikana vipi? Kwa kwangu mimi hivyo ni vitu minor sana, vitu vidogo ambavyo vinawezekana. Sasa hivi tuache kwanza tuone mikataba yao wanafanya nini, wanahakisha wanafanya vitu vya msingi ambavyo wameamua kuvifanya kwa sasa. Kwa hiyo msimu tutarajia na kapteni Msimbazi. Msimu ukiisha Faisal hawezi kucheza Azam, na kama msimu ukiisha Faisal akicheza Azam nipewe adhabu yoyote bwana. Yaani kama Faisal atabaki Azam FC msimu ujao, mimi kama Friji Bovu nipewe adhabu yoyote. Yaani naona kabisa Faisal Salum mapenzi yake sasa hivi yako kwenda kucheza Simba Sports Club. Anaitaka sana Simba. Ingawa nimeambiwa Yanga ameweka milioni 750, lakini kuna milioni 40 ya mshahara. Wakati huo sasa Simba wanatumia nguvu ya bilionea, mzee mwenyewe tajiri Salim Said Bakresa. Sasa watashindana na mzee Salim Said Bakresa ama na pesa, kwa sababu kama ni swala la pesa, yule mzee Salim Said Bakresa akiamua kulisha Tanzania miaka 10 mfululizo analisha na hutasikia njaa kwa mtu yoyote. Kwa hiyo kama aliweza kumpa John Rafael Boko, akampa Aishi Manula, akampa Erasto Nyoni, unaona bwana, akampa Shomari Kapombe, na Simba akaenda kuchukua mataji misimu 4 mfululizo. Simba akaenda michuano ya kimataifa
misimu 6 hadi 7. Shomari Kapombe yuko ndani, Aishi Manula na pamoja na John Rafael Boko. Why not ashindwe kumtafutia nafasi Faisal Salum aende akacheze? So to me, mimi naamini swala la muda tu. Faisal kwa yote aliyofanyiwa, yeye mwenyewe alisema kama Yanga wananitaka waende kwa kazungumze na mama. So kama mama yake kipenzi atakubali Faisal Salum akacheze Young Africans, itakuwa ni juu yao, lakini kejeli, kadhia na mambo mengi aliyofanyiwa, kama atarudisha moyo nyuma itakuwa ni yeye. Lakini to me, naweza nikaisema tena hii kama friji bovu, Faisal Salum leo hii kwa uwezo alionao, kwa age alionayo, spirit ya upambanaji alionayo, quality yake na klasi yake, hadi deserve kucheza Tanzania. Na kama atataka kucheza Tanzania, now it's time kwenda kucheza Simba, kwa sababu Yanga ameshacheza, hakuna kipya chini ya jua. Kucheza Young Africans ili kuachieve kitu gani? Kwa sababu tayari ulishacheza, ulishawasaidia, ulishafanya makubwa kwa kipindi kile. Lakini leo hii unaenda Simba, wewe unategemea kila msimu unafika robo finali, kila msimu unafika nusu finali. Unategemea lazima utaenda kutangazwa zaidi, utaenda mbali zaidi. Mwiza mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba kwamba atakwenda kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya Simba, lakini tumeona mpaka sasa yale ambayo aliyaahidi kwa pamoja na kutengeneza uwanja, lakini tumeona kama bado hajafikia kwenye ile progressive ambayo alikuwa anataka kwenda kuifanya. Pengine labda tutarajie maneno tu ambayo huwa yanazungumzwa, lakini kwa swala la vitendo yanakuwa ni kama vile hayatili kama. Yeah, of course, kuna wakati ukisikiliza maneno ya hawa wafadhili na wawekezaji unaweza ukafurahi kwa sababu wanatia zaidi sukari katika mazungumzo. Hata Engineer Hersi wakati anagombea anaomba nafasi ya urais pale Young Africans, aliwaambia cha kwanza atakachokifanya ni kujenga uwanja, lakini tumekuwa tukiona magreda tu yanapita pale yanasawazisha, yanafanya levelize, lakini haoni chochote ambacho kinafanyika. Lakini kwa upande wa Mohamed Dewji, kuna mtu ambaye leo anaweza akampiga mawe Mohamed Dewji, kwa sababu yeye hata kabla hajazungumza tayari na viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Niambie, Yanga wana uwanja wa mazoezi wapi? Simba tayari wana viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Hawaendi kulipia uwanja ili wafanye mazoezi. Wamefanya progress, lakini leo hii wana kambi yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wamekifanya. Inawezekana labda ilikuwa ni process zinaendelea, lakini kwa huyu ambaye ameingia Jairut, ni wazi kwamba anaenda kutia chachu kwenye kupalilia mkataba wake, kwa sababu unajua katika mikataba pale kuna vifungu na vipengele ambavyo lazima uvifanikishe kwa short term and long term plan. Unajua kuna short term na long term plan kwenye mkataba wako. Ili mkataba uwe na maturity, kwa maana umachue, lazima ufanye vitu vya msingi kwenye mkataba wako. Cha kwanza, ukiachana tu na kuleta jezi pamoja na mechanism tofauti sijui na brand zote zile, lazima uhakikishe iriza inaingia mjini. Na amesema hiyo ni kitu cha kwanza, lakini watu wanataka kuona uwanja, kwa sababu uwanja ni kitu ambacho hakihamishiki kwa klabu, yani itabaki pale pale vizazi na vizazi, sio? Kwa hiyo katika vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya kwa haraka zaidi ni uwanja, ili kuhakikisha unaendelea kumaintain mkataba wako, lazima uhakikishe hilo, kwa sababu ni miaka 5 of course. Na ukiangalia hapo kutakuwa kuna watu wengine wananyemelea hii tena. Niliambiwa kuna watu wengi sana waliingia hapa, lakini huyu mwamba Jairut. Mwiza mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba kwamba atakwenda kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya Simba, lakini tumeona mpaka sasa yale ambayo aliyaahidi kwa pamoja na kutengeneza uwanja, lakini tumeona kama bado hajafikia kwenye ile progressive ambayo alikuwa anataka kwenda kuifanya. Pengine labda tutarajie maneno tu ambayo huwa yanazungumzwa, lakini kwa swala la vitendo yanakuwa ni kama vile hayatili kama. Yeah, of course, kuna wakati ukisikiliza maneno ya hawa wafadhili na wawekezaji unaweza ukafurahi kwa sababu wanatia zaidi sukari katika mazungumzo. Hata Engineer Hersi wakati anagombea anaomba nafasi ya urais pale Young Africans, aliwaambia cha kwanza atakachokifanya ni kujenga uwanja, lakini tumekuwa tukiona magreda tu yanapita pale yanasawazisha, yanafanya levelize, lakini haoni chochote ambacho kinafanyika. Lakini kwa upande wa Mohamed Dewji, kuna mtu ambaye leo anaweza akampiga mawe Mohamed Dewji, kwa sababu yeye hata kabla hajazungumza tayari na viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Niambie, Yanga wana uwanja wa mazoezi wapi? Simba tayari wana viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Hawaendi kulipia uwanja ili wafanye mazoezi. Wamefanya progress, lakini leo hii wana kambi yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wamekifanya. Inawezekana labda ilikuwa ni process zinaendelea, lakini kwa huyu ambaye ameingia Jairut, ni wazi kwamba anaenda kutia chachu kwenye kupalilia mkataba wake, kwa sababu unajua katika mikataba pale kuna vifungu na vipengele ambavyo lazima uvifanikishe kwa short term and long term plan. Unajua kuna short term na long term plan kwenye mkataba wako. Ili mkataba uwe na maturity, kwa maana umachue, lazima ufanye vitu vya msingi kwenye mkataba wako. Cha kwanza, ukiachana tu na kuleta jezi pamoja na mechanism tofauti sijui na brand zote zile, lazima uhakikishe iriza inaingia mjini. Na amesema hiyo ni kitu cha kwanza, lakini watu wanataka kuona uwanja, kwa sababu uwanja
ni kitu ambacho hakihamishiki kwa klabu, yani itabaki pale pale vizazi na vizazi, sio? Kwa hiyo katika vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya kwa haraka zaidi ni uwanja, ili kuhakikisha unaendelea ku maintain mkataba wako, lazima uhakikishe hilo, kwa sababu ni miaka mitano of course, na ukiangalia hapo kutakuwa kuna watu wengine wananyemelea hii tenda. Niliambiwa kuna watu wengi sana waliingia hapa, lakini huyu mwamba Jairut